Somo letu lina kichwa kinachosema madhara ya kutokumzalia Mungu matunda. Madhara ya kutokumzalia Mungu matunda. Kitabu cha Yohana mlango wa 17 na mstari wa 17 na 18, Biblia inasema, uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni, nami hivyo hivyo naliwatuma hao ulimwenguni. Bwana asifiwe. Tunapojifunza madhara ya kutokumzalia Mungu matunda, kwa utaratibu wa kimungu, kila anayemwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, si kwamba tunaokoka tukitarajia kwenda mbinguni, lakini kuna kazi ambayo Mungu ametupa tufanye kabla Kristo hajarudi kulichukua kanisa. Moja, Mungu ameachilia kazi ya kuliandaa kanisa kupitia Roho Mtakatifu na mafundisho, ili parapanda atakapolia kanisa liwe na utayari wa kumlaki Yesu. Lakini licha ya hivyo, Mungu ametupatia kazi ya kuhakikisha watu wote wanamjua yeye kabla ya Kristo hajarudi. Kuna uwezekano ukaomba Yesu arudi kwa sababu ya shida zako, kama unatamani sana Yesu arudi, lakini shida zako haziwezi kumsababisha Yesu akarudi. Kitakachofanya Yesu arudi ni baada ya kanisa kuwa tayari kwa sababu ya unyakuo. Lakini namba mbili, baada ya watu ambao Mungu amekusudia wafikirie kwenye toba. Sasa Yesu anazungumza kwenye Yohana sura ya 17 mstari wa 17 na 18. Ni maombi ambayo alikuwa anaomba baba yake kabla ya kupaa. Anasema watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Maana yake hatuna namna ya kuzaa matunda ya kiroho kama hatujatakaswa. Maana tunapotakaswa tunafanya kuishi maisha ambayo yanamruhusu Mungu kuokoa watu wengine kupitia sisi. Hasa tunasema watakase kwa ile kweli, maana yake hatuna namna ya kutakasika pasipo kuelewa neno, maana neno ndio limebeba nguvu ya kututakasa. Lakini ombi lake lingine anasema, kama vile ulivyonituma ulimwenguni, kama ulivyonituma hivyo hivyo na mimi nawatuma ulimwenguni. Kwa hiyo baada ya kutakaswa, baada ya kusamehewa dhambi, tunapewa kazi ya kutubu. Kwa lugha nyingine tunaweza tukasema tunapewa maagizo. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura 28 mstari wa 19 na 20, baada ya ufufuo Yesu anasema, enendeni ulimwenguni mkawabatize kwa jina la Baba na la Mwana. Lakini pote mwisho anasema mkiwafundisha kuyashika yale yote niliyowaamuru. Kwa hiyo kuna kwenda kuzaa watu watakaomwamini Kristo, na baada ya kuwazaa watu tunawaleta ndani ya kanisa, na baada ya kuwaleta ndani ya kanisa tunawafundisha kudumu katika kweli. Kanisa mwenyewe. Sasa nataka uelewe kwamba hatujaitwa tu kukaa kanisa. Kuna kazi tumepewa zaidi ya kukaa kanisa, kwamba tuna kazi ya kuhakikisha ulimwengu unamfahamu Yesu kwa gharama yote, kwa namna yote. Niliwahi kusema, pima miaka yako ya wokovu tangu umeokoka mpaka sasa, na miaka mingapi?
Na toka umeokoka mpaka sasa umewahi kuwashuhudia watu wangapi habari za Kristo? Wangapi? Na katika wale ambao unawashuhudia ni wangapi umewaleta kwa Kristo? Lakini pia kusema unaweza ukawaleta watu kwa Kristo lakini ukawatoa kulingana na maisha yako. Kwa hiyo rahisi watu kulipa jibu hapa. Mungu anataka kusema nimewahubiria watatu. Lakini swali la pili, je, hawa watatu niliowahubiria wamesimama kwenye wokovu ama wameacha kwenye wokovu baada ya kuacha wokovu? Maana kuna wengine wamekuja kwenye wokovu kwa sababu yao na walipoacha wokovu na wakaacha. Kwa hiyo kwa lugha nyingine tunasema umezaa matunda mapoozo. Hebu tuende kitabu cha Mathayo sura ya 7. Madhara ya kutokumzalia Yesu matunda. Kitabu cha Mathayo sura ya 7 na mstari ule wa 17 anasema, hivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri na mti mwovu huzaa matunda mabaya. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu hauzai matunda mazuri. 19, kila mti usiozaa tunda zuri hukatwa na kutupwa motoni. Au ushike kwamba kila mtu usiozaa si tu matunda lakini matunda mazuri. Maana yake katika kumzalia Kristo lazima umzalie matunda mazuri. Matunda mazuri, tafsiri nyepesi, maana yake ni matunda yenye kumpendeza Mungu na matunda yenye ushuhuda. Sasa nasema kila mtu usiozaa matunda mazuri, maana yake wewe ni mti. Sasa kama uzai chochote, maandiko yanasema kinachotokea unakata. Wala ambao wanacheza mikoba au wanaokuwa mchezo wa kuwekeza fedha, ninasikia usipogonga mara ya kwanza, mimi mara ya tatu, na ile walipopima wao wanasema nakata juu. Fikiri tu ni fedha, lakini nakata. Maana yake unaona. Sasa kwa mfano wa Mungu lazima uzae. Usipozaa unakata. Ukikatwa unanyauka. Ukinyauka hauna faida yoyote. Mathayo sura ya 5:13 na kuendelea anasema nini chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiharibika itatiwa nini kolea, haifai ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Kwa unaweza kuwa ndani ya kanisa lakini huna faida ndani ya kanisa. Huna tunda lolote. Huna maongezeko haina yote. Iko nazungumza mtu mmoja na alikuwa anatafuta mfanyakazi. Walikuwa mmoja alikuwa anatafuta mfanyakazi wa kumsaidia ndani na mwingine alikuwa anatafuta mfanyakazi kwenye biashara. Tukawa tunazungumza sifa za mfanyakazi. Na tunaposema sifa ya mfanyakazi, wengi wanaweza wakakimbilia elimu, ni sawa. Inategemea kazi mtu anafanya. Lakini kuna sifa ambazo kawaida kabisa kwenye ulimwengu wameweka. Sifa namba 1 ni kitu kinachoitwa uaminifu. Kwa kila mfanyakazi anayeajiriwa, uaminifu ni kitu cha pekee. Ule uaminifu ndio umechanganya utii ndani yake, umechanganya nidhamu ndani yake, umechanganya unyenyekevu. Yaani mtu akishakuwa utii, unyenyekevu, nidhamu, adabu, heshima zote zinakuwepo ndani ya utii. Okay. Lakini unaweza ukaongeza neno msomi. Lakini wakati tunazungumza naye nikamwambia kuna kitu cha kipekee sana. Mtu anaweza kuwa na PhD, anaweza kuwa na elimu ya namna yote, lakini kama hana roho ya maongezeko kwenye kampuni yako, hakuna chochote. Maana kuna sababu gani ya kumaliza
degree lakini hana maongezeko. Kuna sababu gani? Umemwajiri mtu ana elimu lakini hana maongezeko ndani ya ofisi. Yaani hana namna ambayo atasababisha ofisi yako iongezeke. Unaweza kumwajiri mtu wa darasa la 7 lakini akawa na maono ya ofisi yako kuongezeka. Sasa hivi dakika tukwambia bosi wangu, unaonaje tukifanya namna hii? Unaonaje tukitoa karatasi halafu tutambaze mitaani tuwape watu tutangaze karatasi zetu? Unaonaje kama ni shule tukatembea kwenye marejeo? Ni mtu sasa lakini ana roho ya maongezeko. Tofauti na ukana mtu msomi ambaye hana roho ya maongezeko. Maana yake anakufilisi. Kwa nini? Anategemea ukusanyi kukupatia lakini hana anachoingiza. Hivyo ndani ya kanisa unaweza ukaketi lakini huna roho ya maongezeko. Lakini unaketi ndani ya kanisa. Mwaka wa kwanza unapita na watatu na wanne. Sasa iko maana anasema mti usiozaa matunda mazuri. Si matunda pekee yake. No, matunda mazuri hukatwa na kutupwa. Tena si kutupwa tu watu wote. No, wamesema hutupwa moto. Maana yake haifai. Hiyo ni madhara ya kutokuzaa mke. Angalia kile kitabu cha Mathayo sura ya 3. Mathayo sura ya 3. Na mstari ule wa 10. Mathayo sura ya 3 mstari wa 10. Na shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya mti, basi kila mtu usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa motoni. Narudia mara nyingine, kwa mtu yeyote ambaye yuko ndani ya ufalme wa Mungu na hana chochote anachosababisha kwenye ufalme wa Mungu, hasababishi lolote. Si kwa Mungu, si kwa utoaji, si kwa kuhubiri, yaani hasababishi lolote. Huna faida kwenye nini? Ufalme. Maana lazima uwe na faida. Ndio sababu nasema na shina limekwisha kuwekwa. Si mimi niliweka hapa. Limekwisha kuwekwa penye mashina ya mti. Kila mti ulio ndani ya kanisa, kila tawi liko ndani ya kanisa, kila mmoja aliyeokoka ambaye yuko ndani ya ufalme wa Mungu, asiyeingiza kwenye ufalme wa Mungu chochote, huyo mtu hafai kwenye ufalme. Mungu nisaidie kwa haya. Hebu tuende kwenye Luka sura ya 13. Luka sura ya 13. Mstari ule wa 7. Mstari wa 7. Maandiko yanasema, akamwambia mtunzaji wa shamba la mizabibu, tazama miaka 3 hii naja nikitafuta matunda juu ya mti huu nisipate kitu. Ukate, mbona hata nchi unaharibika au unaharibu? Yesu anazungumza na mtu ambaye kwenye shamba lake kulikuwa kuna miti mingi. Na ndio sababu tunafundisha hizo, kwa sababu Kristo atakuuliza nini kama mtunzaji na mlinzi wa shamba lake ambaye wewe umeshakuwa. Yesu akamtaka huyu mtu, anamuuliza mtunzaji wa shamba, ni mara ngapi nimekuwa nikipita kwenye shamba lako la mizabibu miaka 3 nikitafuta matunda kwenye mti nisiuone? Halafu akamwambia huu mti hauna faida kwenye ardhi, inaharibu. Unajua ukikosa kazi ya kufanya utapewa kazi ya kufanya. Sio kama ukikosa kazi ya kufanya kwenye ufalme wa Mungu, shetani atakupa kazi ya kufanya. Kwa nini? Kwa sababu unataka. Sasa nakwambia huu mti hauna sababu ya kuendelea kukaa. Kwa nini? Kwa sababu nimekuja miaka 3. Kila nikipita mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa 3, hakuna siku nimelikuta tunda kwenye mti huu. Huu mti una sababu ya kukatwa, kwa
lakini kusanyika. Mtu yote ambaye hakusanyika kwake, maana yake anachukua kwa wengine kama mke. Maana yake kama ufanye kitu wakati wengine wanafanya, maana yake unatengeneza uharibifu juu ya wengine. Kwa siku zangu tu, madhara yake ni kwamba unaitwa mtu ambaye anaharibu nchi au unakuwa mharibifu. Yohana sura ya 15. Yohana sura ya 15. Madhara ya kutokumzalia Yesu matunda. Yohana sura ya 15. Ni mstari wa pili pekee yake. Alafu tutaenda na wasita. Mstari wa pili inasema, au tuanze kwanza kwa faida ya watu. Mimi ni mzabibu wa kweli, na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa kuliondoa. Kuna kukata, kuna kuondoa. Maana yake ulikuwa sehemu fulani. Sasa ulikuwa sehemu fulani, Mungu alitegemea kusababisha kitu kingine leo. Mimi msijike. Siku moja nilikuwa naongea na walimu wa Sunday kama nakumbuka. Nikasema ni rahisi kuona kazi ya kufundisha watoto kama ni kazi ya upuuzi. Au sasa unaona kama ni kitu ambacho haifai, lakini ndio ina ukishindwa kuisimamia idara sawa sawa, kwa uaminifu, kwa unyenyekevu, kwa maombi, maana yake Mungu anakuona. Atakapokuondoa, kuna mwingine Mungu atampa hiyo nafasi, na atakapofanya kwa uaminifu, kuna kitu Mungu atafanya kwenye maisha yake. Tunaona pamoja. Maana yake kila eneo Mungu analoweka mtu, anaweka kwa sababu na kwa makusudi na kwa kusudi lake. Okay. Sasa sikiliza vizuri anachosema. Anasema kila tawi ndani yangu lisilozaa kuliondoa. Maana kila Kristo aliye ndani ya kanisa ambaye hana matunda ya kiroho anaondolewa. Kuna nafasi moja. Na mimi kusema ziko baraka zinatokana na matunda yako. Kwa kuna vitu vingine unavikosa kwa sababu ya kutokuwa na matunda yatakayosababisha hiyo baraka hiyo. Utaenda matunda. Okay, anafunza. Na kila tawi lizaa kulisafisha ili kuzaa sana. Wewe msema wapi? Narudia. Na kila tawi lizaa kulisafisha ili kuzaa sana. Kwa lugha nyingine, kadri unavyozaa kiroho, kadri unavyokuwa na matunda ya kiroho, kadri unavyotumika, ndivyo neema ya kuinuliwa inavyokuwa juu yako. Lakini kadri unavyoacha kutumika, ndivyo neema ya Mungu inavyoendelea kuondoka. Kuna watu hapa wanaona nilikuwa mbaya sana. Shida sio kwamba ulikuwa mbaya, wala sio kwamba ulikuwa unapewa. Uliacha kuomba. Ulipoacha kuomba, Mungu akaona hii neema haina sababu ya kuwa vyema. Haya mafuta Mungu akaiondoa, akaipeleka kwa mtu mwingine. Maana huwezi kukaa na mafuta usiyotumia. Tunakwenda pamoja. Ndio sababu tunataka si kila mtu anapaka mafuta. Unapaka mafuta kwa kazi hii. Nilikuwa nazungumza na mtu mmoja hivi. Alitaka kuchaguliwa kanisani kwake kwenye nafasi especially kwa mzee wa kanisa. Alafu akaja kwa mama mmoja. Anasema ninatamani kwenda mtoto, lakini nayaogopa yale mafuta. Nikamuuliza kwa nini? Akasema maisha yangu mimi ndio nayajua, ingawa mchungaji hajui. Ingawa ukiniangalia kwa namna ya mwili nina sifa zote. Maana hakuna ajuaye maisha yake. Lakini akaja kwangu anatafuta ushauri. Kwa nifanye nini? Anakaribia kuna kitu kinamtesa maisha yake. Anatamani kumtumikia Mungu, lakini kuna kitu kimekuwa kama mwiba kwake. Na tayari wameshampoint. Nifanye nini? Kwa hiyo unasema naogopa kwenda kumiminiwa ile mafuta, alafu nisiyafanyie kazi.
nikajaribu kumsaidia namna ya kuepukana na ule mwiba. Maana shida ni kwamba mwiba uko karibu naye sana. Alafu nikamwambia Tom, nikamruhusu aondoke. Sasa unapopaka mafuta, maana yake Mungu anapoachilia kitu ndani yako, usipotumia Mungu anakiondoa, anapeleka kwa mtu mwingine. Kwa hiyo kama Mungu aliachilia neema ya kuomba juu yako, unapoacha kuomba kwa sababu zako unazojua wewe, hiyo neema ya kuomba inaondolewa, unabaki kwa chochote. Kwa utabaki na wimbo ulikuwa mwombaji, utabaki na wimbo ilikuwa ni kia Mungu, nguvu ya Mungu ilishuka, utabaki na wimbo na kwambia Mungu alikuwa anasema si kwamba Mungu amekataa kusema, wa kwanza kukataa kumsikiliza Mungu ni wewe. Wa kwanza kutoka kwenye mstari ni wewe. Wewe ulipoteza kila ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Sasa Mungu atakutumia. Ukumbuke wakati wa Sauli. Kilichompeleka Sauli kwenda kwa yule mwanamke mwenye roho ya utambuzi, nafikiri nini? Alipoenda alafu akapeleka kwenye kaburi la Sauli. Sauli alipotokeza anamuuliza Sauli, kwa nini unanisumbua? Anasema ni kwa sababu kwa muda mrefu nilikuwa nikimwita Mungu, Mungu hataki kuniitika. Alafu Sauli anamuuliza, si kwamba Mungu hataki. Si kwamba Mungu hataki kuzungumza na wewe. Ni kwa sababu wewe ulikataa Mungu. Kwa hiyo ndivyo Mungu anavyoongeza mafuta na maono. Kadri unavyoacha kutumia kila ambacho Mungu ameweka ndani yako, ndivyo unavyoshuka viwango vyako vya kiroho. Sijui kama nimepata sana. Wewe kumbuka ulikotoka. Kumbuka wakati ulipookoka. Ile neema iliyokuwa ndani yako ya kuwashuhudia watu kwa Yesu. Angalia ule mstari wa 16. Si ninyi mliyenichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nikawaeka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo mtakalo au mliombalo Baba yangu kwa jina langu awapee. Sasa hivi tunafika kwamba kuna maombi yako saa ingine yanashindwa kujibiwa kwa sababu matunda yako hayajakaa. Si ninyi mliyenichagua mimi. Yaani Yesu anazungumza. Anaomba wanafunzi, sio ninyi mliyenichagua. Kuna watu ambao hawajachagua Yesu, ila Yesu aliwachagua pamoja na shida zao. Maandiko yanasema tupende ingawa sisi hatujapenda. Alitutafuta ingawa hatufai. Akatufanya tufai. So anasema si ninyi mliyenichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, naam nikawaeka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu awapee. Kwa hiyo maombi mengine yanazuilika kwa sababu huna matunda, huna chochote kinachofanya. Ukisoma wakati wana wa Israeli walikuwa wanaokota mana kwenye Agano la Kale, mtu alipewa mana ama alikota mana kwa kadri ya kipimo cha uzao wake. Mwenye watoto 10 alikota sawasawa na watoto 10. Mwenye mtoto mmoja alikota sawasawa. Na huyo mwenye mtoto mmoja akapata ulamu, akaokota pishi la watu watatu, maandiko yanasema kauza. Kwa nini? Ana faida ya kuokota kingi. Kwa kila mtu alikota sawasawa na pishi. So kadri unavyozaa matunda, alafu si
kuzaa. Tegemea kuzaa na kuyaombea yale matunda yakae. Kwa hiyo usishuhudie tu mtu alafu akaokoka ukaanza. Unapopata neema kumshuhudia mtu akaokoka, tafuta namna ya kumwombea ili asimame kwa wokovu. Kwa nini? Ni tunda lako litakalokuwa mlango wa wewe kuomba na kupenda, kwa sababu hiyo tunda limesimama. Mungu tusaidie. Na saidia unajua kuzaa sisi. Nakumbuka wanafunzi wa Yesu walifika wakamwambia Yesu, tumekemea mapepo leo utatutii. Yesu akasema, msifurahi kwa sababu mapepo yanatii, lakini furahini kwa sababu majina yenu bado yameandikwa kwenye ufalme. Tunaona hebu angalia mstari wa 8. Hiyo Yohana 15 mstari wa 8. Unarudi tu hapo. Anasema, hivyo atukuzwe Baba yangu kwa vile mzaavyo sana. Hivyo atukuzwe Baba yangu kwa vile mzaavyo sana. Ninyi mtakuwa wanafunzi wangu. Kuzaa matunda unafungua mlango wa Mungu kutukuzwa. Watu wakiona matunda yako, Mungu akiona matunda yako, anajitukuza. Kwa kuna wakati mwingine Mungu anakosa sifa kwa sababu huna matunda yatakayotukuza. Ukisoma kwenye Zaburi ya 128 mstari wa kwanza hapo chini, anasema heri kila mtu amchaye Bwana aende katika njia yake. Unapofika pale taabu ya mikono yako utaona kuna andiko pale chini nasema, na wana wako watakuwa kama miche ya mzeituni wakizunguka meza yako. Maana yake utabarikiwa kulingana na uzao ulio nao. Na hivyo hivyo katika maisha ya kiroho Mungu hutupatia sawasawa na maisha yetu ya kiroho yalivyo. Haleluya. Angalia kitabu cha Luka sura ya 19. Bado tunazungumza mabaya. Tutateremka chini tutaangalia nini kinachomfanya mtu asizalie Mungu matunda. Lakini bado hapo tuko mabaya. Kitabu cha Luka sura ya 19. Sura ya 19 na mstari wa 21. Na mstari wacha tusome 21 huko kwenye kipengele kingine. Twende mstari wa 24. Anasema, akawaambia waliosimama karibu naye, mnyang'anyeni hilo fungu mkampe yule mwenye mafungu 10. Mtu asiyezaa matunda hata kile alichonacho ananyang'anya. Kwa nini? Hujui wala unafanya kutumia. Sikiza vizuri. Ule mstari 26 ukiruka 25 anasema, nawaambia kila aliye na kitu atapewa, bali yule asiye na kitu atanyang'anywa hata kile alichonacho. Yesu alikuwa anazungumza juu ya mfano wa mtu ambaye amegawa talanta, halafu akasafiri watu watatu. Aliporudi alitegemea kila mmoja ampe faida ya kila alichogawa. Wa kwanza akampa, wa pili akampa, lakini huyu watatu ambaye maandiko yanasema nani, alipokuja akasema mimi sikufanyia chochote. Akazungumza kila mtu anaweza kuzungumza. Ndiposa huyu mwenye talanta akasema mnyang'anyeni huyu kwa sababu hafai. Halafu akasema yule aliye na kitu ataongezewa, na yule asiye na kitu hata kila anachodhania anacho atanyang'anywa kwa sababu hajui faida yake ndio wapi hanacho. Nikwambia namaliza kufundisha saa 6:30. Unaelewa sasa?